Kambi tuna usumbufu wa makaburi yetu na flora. Tukitaka kwenda kufagilia hatukufukuza, tukitaka kwenda kufagilia hatuchukulia maposi, tunakwenda ni Kigamboni, hatuna amani, hatuna nini mpaka hatua hii. Labda kikao cha leo mmechukuliaje? Kikao cha leo ndo mpaka hivi mpaka dakika hii hatujui kama tutatokea wapi au tutatokea wapi. Hatujaelewa bado. Mwamjenge Hamisi. Tatizo kubwa ni nini? Tatizo kubwa flora na tunyang'anya makaburi yetu. Sisi pale tumezaliwa pale, tumelelewa pale, mimi mchezo ngoma pale na nyimbo zote ninazijua. Labda mimi nimezaliwa pale mimi. Kichukuliaje? Mimi sina hata moja hapa akili zilizokuwa nazo, lakini mimi ninataka makaburi yetu tukafyagilie wenyewe na eneo lilokuwepo lote. Kuna heka 3, kuna heka 5 pamoja na makaburi yetu. Msikiti wetu ule kwa makaburini ule pale Mgwazo ndo alipo babangu mzazi mimi. Na mimi mamangu mzazi Salum Simba Salum. Labda kwa nini Flora anasema makaburi ya kale? Amesema kutokana yeye bado mgeni na hajui nini kinachoendelea. Mimi na Frank mkubwa mimi. Pamoja na hela alizonazo. Labda wito wako ni nini na yale makaburi yenu lakini mnashindwa kuyamiliki? Sisi tunachotaka kitu kikubwa sana, tupate haki yetu kwa sababu ni haki yetu. Labda kwa nini huyu mtu amekuwa na jeuri kupitia? Huyu jeuri kwa sababu yeye ana pesa, sisi local hatuna kitu. Labda una wito gani na wawekezaji kama ambao wananyanyasa na jamii? Hao watu kwa sababu serikali ambayo ndio inomfuga yule inomweka. Sisi tunaomba kwa serikali ichukue wajibu, iwajibike kutokana na eneo letu ambalo tulipata. Labda kwa nini huyu mtu anakuwa na jeuri? Anajeuri kwa sababu yeye ana kitu sisi hatuna. Naitwa Suleiman Khamis na Datu Koba. Labda kwa nini huyu mtu anasema ile makaburi ni ya kale, huyu mwekezaji? Akili yake tu mimi nasema. Kwa sababu mtu yoyote makaburi anaheshimu na anafahamu kwamba pale wamezikwa binadamu. Sisi tulikuwa tunamuuliza maswali kwamba wewe unasema haya makaburi ya kale, haya watu wa kale wametoka wapi? Na kama ulivyokuwa umeona mzazi wangu, vibibi vyangu hivyo hapo vipo na vililelewa hapo na vilivyokulia hapo na wamezika wazee wetu hapo. Mimi nilikuwa kama mjukuu, mababu na mababu ni wamezikwa pale. Sasa yeye kila siku anakuambia kwamba makaburi yale ya kale, makaburi yale ya kale, lakini leo umeona ameshindwa chochote cha kujibu. Na muwekezaji ambaye alomleta yeye wa kwanza kabisa akatoa barua kwamba eneo la makaburi limebaki la wana familia wenyewe. Sisi kuna baadhi ya eneo tumemuuzia huyo mwekezaji alomleta yeye na akakiri kwamba hili ni la kwangu, lakini hili si la kwangu. Kwa maelezo na nimeonyesha mbele ya serikali zote na wameziona, na waka polisi wenyewe wa kusimamia amani wameiona, lakini huyu dada ni mkorofi na ni mbishi, haelewi. Ni kweli ule msikiti ulikuwa umebomoka akajenga yeye tena vizuri? Msikiti ulikuwa umebomoka, sio siri, na kipindi ambacho ulikuwa umebomoka msikiti tulimwambia uache kama ulivyo, kama kutengeneza sisi wenyewe. Na baraza la kata tulivyokuwa katika mahakama, kipindi hicho la baraza la kata pale walizungumza kwamba kisiendelezwe kitu chochote, na baada ya kuona kesi kumepeleka mahakama, baraza la kata akajifanya kujipendekeza kukarabati ule msikiti. Eti mimi na karabati tu msikiti wa kwako ukarabati? Kwa nini ukarabati kitu sio kwako? Na kesi iko mahakamani na akapelekewa mpaka stop order, lakini alikataa. Sisi tukamwa anajipendekeza. Mwacho nini, mtu anapoamua kukusaidia sio mwacha kusaidia bwana. Labda kikao cha leo umekichukuliaje? Mimi kikao cha leo nimekiona kwamba kina muongozo mzuri tu, na nafikiri polisi wamefahamu fika, kwa sababu wao ndio walikuwa watu wa mbele kabisa na kuwapigiwa simu na yule dada kuja kutukamata sisi. Lakini leo wamepata picha halisi kwamba kweli huyu dada na sio anawanyanyasa wananchi. Wamechukua moja kwa moja picha moja kwa moja. Kwa hiyo sasa hivi tunajua hatutakuwa na usumbufu wa kiasi hicho. Tutaingia katika maeneo yetu raha mstarehe. Kitu kwa sababu gani? Kwa sababu barabara ile tangu zamani barabara ile ipo. Inaitwa Maulidi Shaibu. Labda kwa nini mnakatazwa kuhusiana njia ya kupita? Mama mwenyewe tu analomba na sisi wanakujua, lakini nashangaa njia hakuna sababu ya msingi mpaka yeye afanye kuzuia. Sababu tangu sisi hajapata akili njia sisi ipo na tunaipita. Kaka zetu wamevua, wameacha.